umuhimu wa kuwa mshirika wa mahali pamoja tu. Kutokana na vigezo vyote tulivyojifunza, tayari tumekwishaelewa umuhimu wa kuwa mahali pamoja tu, wala sio kuranda huku na kule. Na kama tumeelewa neno hili, Mungu anataka tuwe waaminifu wa kukaa mahali pamoja, sio kurandaranda. Kurandaranda kiroho unahesabika kuwa ni chokora wa kiroho. Miaka ya zamani tulikuwa tumepanga katika nyumba fulani, tukawa tunakaa na dada mmoja. Yule dada alikuwa na mama mwingine fulani mmoja, na yule mama alikuwa na mtoto mmoja alikuwa ameishi maisha ya kichokorani. I say hata alikuwa amewekwa kwenye mazingira ya maisha mazuri, anakula vizuri, anapata vitafunio vizuri, lakini yule mtoto hakuweza kukaa pale. Aliweza kuondoka, aliweza kwenda huko kwa sababu hajazoea maisha ya kukaa mahali pamoja. Mkristo yoyote wa kweli ana discipline rohoni. Lazima ukae chini ya uongozi. Kama kweli wewe ni mtoto wa baba, kama kweli wewe ni mtoto na unasikiliza maelekezo ya Baba yetu aliye mbinguni, ni lazima kukaa chini ya maongozi. Hutaki kukaa chini, wewe ni mtoto wa haramu. Biblia inasema wewe ni mtoto wa haramu. Na mtoto wa haramu anawezaje kwenda mbinguni? Angalia Biblia inaelezaje kuhusiana na habari ya watoto wa haramu ambao hawataki kuelekezwa, hawataki kuonywa. Waebrania 12:5. Tena ameyasahau yale maonyo yasemao nanyi, kama kusema na wana, mwanangu usiadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Hawa hawataki kukaa chini ya uongozi kwa sababu wanataka kujiongoza wenyewe, waendeende tu. Hawataki kufuatiliwa maisha yao, hawataki kuonywa kwamba jambo fulani umefanya sio sawa sawa. Asiyetaka kuonywa ni mwana wa haramu, ni mtoto wa mitaani, ni chokora. Kama unakuwa ni mtu mzima, kama ni mwanamke unakuwa ni kahaba ambaye hutaki kukaa na mwanaume mmoja. Kama ni mwanaume ambaye ameoa au hajaoa, hataki kuoa, anataka kutembea tu na wanawake, hauna tofauti na kahaba wa kiume. Unatembea na huyu na huyu na huyu na huyu. Mtu mwenye discipline ya kiroho lazima akae chini ya mamlaka. Yesu amesema katika Luka 10:16, asiyewasikiliza ninyi anisikilizi mimi, anayewatii ninyi ananitii mimi. Usiyetaka kumsikiliza mchungaji wako, wewe ni mtoto wa haramu. Ukikataa kumsikiliza mchungaji wako, kama tu anakuelekeza katika yaliyo ya kweli, hapa naomba nisisitize, upaswi kutii chochote ambacho kinakwenda kinyume na neno. Mchungaji akikwambia vua nguo tu kazini, unapaswa mkimbie, wewe ni wakala wa ibilisi, upaswi kutii. Lakini kama anakupa maelekezo ya kibiblia na unayakataa, wewe ni mwana wa haramu. Anakueleza habari ya kuwa ibadani, hutaki. Anakuelekeza habari ya kutumika, hutaki. Unasema mimi nitakaa tu mwenyewe ndani ya kanisa lolote linaloongozwa na roho. Unaongozwa na roho gani? Unaongozwa na roho wa ibilisi, sio roho wa Mungu. Roho wa Mungu hawezi kukuelekeza katika mtindo wa namna hiyo. Roho wa Mungu ameweka utaratibu kwamba kuna watu ambao, angalia Waefeso 4:11, alipopaa aliwaacha wengine kuwa mitume, manabii, wachungaji, walimu, wainjilisti na kadhalika, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Waliopewa kazi ya kuwatengeneza watakatifu ni hawa ndio wanapewa direction, wanapewa revelations, wanapewa maelekezo. Wakishapewa maelekezo, hawa wanapopewa maelekezo ya kwao ndio wanayashusha kwa wengine. Utaona katika Ufunuo Yohana sura ya 2 na ya 3, Yesu Kristo alipokuwa anamtuma Yohana kupeleka barua, kupeleka ujumbe, aliwapelekea wachungaji, utasikia, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika. Maana yake andika ujumbe huu, mpelekee malaika au mpelekee mchungaji wa kanisa lililoko Efeso. Ujumbe ule anaopelekewa mchungaji, ndipo mchungaji anauchukua umtengeneze yeye, alafu ndo anawashushia watu. Lutu, Sodoma na Gomora alikuwako mtumishi wa Mungu anaitwa Lutu. Ujumbe wa Mungu alipewa Lutu awaambie watu walioko mji ule. Ndio maana katika Mwanzo 19:12 Lutu aliambiwa na malaika kwamba hauna watu hapa, uwaambie uwatoe katika mji huu. Lutu, maandiko anasema
akasema na wakweze, akawahubiri Injili. Hiko ndicho kinachofanyika kwa wachungaji. Wanapewa na Mungu, alafu wanapaswa kuambia watu wao. Mtu ambaye sio mchungaji hana hiyo access. Access aliyonayo ni kukaa chini ya mchungaji, apate maelekezo yake, aonywe, atengenezwe, ambiwe njia hii sio. Ndivyo Biblia isemavyo. Ndivyo Biblia isemavyo. Katika Isaya sura ya 30 ndivyo Biblia inavyosema. Haisemi tofauti. Kama unataka kudanganywa, basi endelea kufuata uongo huko. Lakini huko hapa mimi nitakwambia kweli kama kweli inavyotaka uambiwe. Whether you love it or you hate it. Mimi nitatoa hesabu. Nimepewa neema ya kuzungumza na wewe, nitatoa hesabu siku ya mwisho. Sitakudanganya. Whether unakaa kanisani ukai, wewe kama unaondoka, wewe nenda tu, nenda kwa walevi huko, nenda tu, haina shida. Hata kama nikibaki na watu 5 niende mbinguni, ni jambo la thamani sana. Ni jambo la thamani. Usitake kudanganywa. Uwe mwaminifu hata kufa. Usikubali kupokea mafundisho ya uongo. Isaya 39 walikuwa kwa watu wanaopenda kudanganywa. Isaya 39 mpaka 10. Kwa maana watu hao ni watu wasi, watoto wasema uongo, watoto wasiotaka kuisikia sheria ya Bwana. Waambia waonaji msione, na manabii msitoe unabii wa mambo ya haki. Tuambieni maneno laini, hubirini maneno ya danganyayo. Utawafuata hao wanaodanganya, mimi sitakudanganya. Kwa sababu hiyo, kama umeelewa neno hili, tafuta kanisa lililo bora. Nitakuja kufundisha kanisa lililo bora ni lipi, sio leo. Ni somo la mbele sana, ni somo kama la 35. Hili ndio kwanza somo la 17, ni kama somo la 35. Nitakufundisha kanisa lililo bora ni lipi. Ukilifuata hilo hautaweza kupotea kamwe. Biblia inasema unatafuta sasa kanisa lililo bora, unakaa hapo na unakuwa mwaminifu hapo kwa gharama yoyote. Ukionywa, onyeka. Ukikatazwa, katazika. Ufunuo 2:10. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Nami nitakupa taji ya uzima. Yohana 13:17 inasema, heri mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Jukumu hili na kuachia viganjani mwako, naliacha mikononi mwako. Silieki mikononi mwa mwingine yeyote. Ujumbe huu ni kwa ajili yako, na ni jukumu lako kutafuta kanisa lililo bora. Kama umeokoka kwenye kanisa la hovyo, toka tafuta kanisa lililo bora. Na ukilipata kanisa ambalo kwa maneno rahisi tu, kanisa lililo bora ni lile ambalo focus yake 100% ni mbingu. 90% ya mahubiri yake ni kukutengeneza uwe mtakatifu, uende mbinguni, sio kukutengeneza ufanikiwe duniani tu. Biblia inasema tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, nayo mengine yote mtazidishiwa. Kama dira au direction ya kanisa ambalo unasali ni la kukufanya ukae katika utakatifu ili uende mbinguni, uwe na uhakika hayo mambo ya duniani ya mwilini, magari, si majumba, yatakuja tu automatic, yatakuja. Lakini ukianza kuyatafuta ya duniani, hilo kanisa sio bora na kanisa la kulikimbia. Mungu wa mbinguni akubariki.